sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili. Leo Jumanne, baada ya tokeo la Bwana mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote, sura ya 4 aya 7 hadi ya 10. Na Injili inatoka katika mwinjili Marko sura ya 6 aya 34 hadi ya 44. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Marko. Siku ile Yesu aliona mkutano mkuu, akawahurumia kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu, na sasa kuna kuchwa. Uwaage watu hawa ili waende zao mashambani na vijijini kando kando wakajinunulie chakula. Akajibu akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakamwambia, je, twende tukanunue mikate ya dinari 200 ili tuwape kula? Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua, wakasema, 5 na samaki 2. Akawaagiza wawaketishe wote vikao penye majani mabichi. Wakaketi safu, hapa 100, hapa 50. Akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandikie. Na wale samaki 2 akawagawia wote. Wakala wote wakashiba, wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapu 12, na vipande vya samaki pia. Na waliohila ile mikate wapata 5,000 wanaume. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, somo la Injili ambayo tumesikia si muda, tunaona Kristo anahurumia makutano wakuu. Lakini aishi tu kuwahurumia, bali pia anawafundisha, tena anawafundisha mambo mengi. Kwa nini Kristo anaonea huruma hawa makutano? Ni kwa sababu Kristo ana huruma. Lakini pili, anahurumia kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Pengine hata sisi maisha yetu ya kiroho yamekuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Tumekuwa watu wa chuki, kisasi, ugomvi, fitina na kadhalika. Leo Kristo anatuonea huruma kwa kuwa mchungaji wa roho zetu, mchungaji wa maisha yetu. Maisha yasiyo na hamu na bidii ya kumtafuta Mungu na utakatifu ni sawa na jengo kubwa ambalo linaonekana zuri na kubwa, lakini halina msingi imara, hivyo muda wowote huanguka. Basi ndugu zangu, tunaalikwa kumkimbilia Kristo aliye mchungaji mwema. Lakini pia Kristo anafanya muujiza wa kuwalisha watu wengi kwa mikate 5 na samaki 2. Kristo baada ya kuwafundisha anawapatia chakula. Tendo hili linamaanisha nini katika maisha yetu? Ndugu zangu, hata kwetu pia katika azimisho la misa takatifu tunapata nafasi ya kufundishwa na Kristo, kwani tunasikiliza masomo lakini pia na tafakari ambayo tolewa.
Haishii hapo, tunashiriki kula mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kitendo hiki hakina tofauti na kitendo ambacho Kristo alifanya kwa makutano. Kumbe tunaona umuhimu wa kushiriki meza ya Bwana. Kristo haweza kushibisha roho zetu. Kristo anaweza kutuliza njaa zetu. Huenda mara nyingi tumeshindwa kushiriki meza ya Bwana, labda kwa sababu ya dhambi zetu na mambo yetu mabovu. Lakini sasa tuone umuhimu wa sakramenti hiyo ya Ekaristi katika maisha yetu. Ndugu zangu, kuna jambo la msingi ambalo Kristo anatufundisha kabla ya kufanya miujiza. Anawauliza wanafunzi wake, mnayo mikate mingapi? Wakamjibu 5 na samaki 2. Leo Kristo anakuja kwenye maisha yetu, anatuuliza, una mikate mingapi? Mfano, unataka kuwa mtu mwenye fadhila, mwenye fedha, tajiri, au unataka kuwa unafaulu vizuri? Kristo kabla hajafanya jambo anakuuliza, je, unasoma mara ngapi kwa siku ili kupata kuwa unafaulu vizuri? Lakini haishi hapo, anakuuliza unafanya kazi gani ili kuipata kazi yako na kupata fedha. Kumbe Kristo kabla ya kufanya miujiza anataka kuona jitihada zetu. Tusiwe na akili za kufikiria kwamba bila kufanya kazi tutapata mali, bila kusoma tutafaulu, bila kufanya hiki tutafanya hiki. Kumbe Kristo anatuonesha kwamba jitihada zinahitajika. Hata katika kutukomboa sisi jitihada zilionekana. Aliteswa, akasulubiwa na akafa ili sisi tukombolewe. Kumbe kama yeye Mungu, lakini tuliona jitihada alizozifanya katika kutukomboa. Hata kwetu sisi tunapotaka Kristo afanye jambo katika maisha yetu, lazima nasi tuoneshe nia. Lazima nasi tushiriki katika namna moja au nyingine, ili yeye Kristo atuzidishie neema na mengineyo. Lakini wanafunzi wake huenda walikuwa hawaelewi Kristo ambacho walitaka kufanya. Kwa macho ya kawaida wakaona watu ni wengi na chakula walicho nacho ni kidogo. Kwa kweli, katika hali ya kawaida mikate 5 na samaki 2 si kitu katika jopo la watu. Lakini Kristo anawaambia wailete hiyo mikate na anashukuru. Baada ya kushukuru, anawagaia na anaweza kulisha watu 5,000 wanaume peke yake. Kumbe ndugu zangu, fundisho lingine ambalo tunalipata, hata kile kidogo ambacho tunakipata, huenda katika hali ya ubinadamu wetu tukaona ni kidogo. Lakini je, mara ngapi kwa hiko kidogo tuliweza kushukuru? Kumbe tunaposhukuru tunapata kuongezewa maradufu kwa kile tulicho nacho. Kristo kabla ya kuwagaia mikate hii anashukuru, na baada ya kushukuru miujiza inafanyika. Mikate 5 na samaki 2 ambayo kwa macho ya kawaida inaonekana si kitu, inalisha jopo la watu. Kumbe ndugu zangu, nasi pia tunaalikwa kushukuru kwa kidogo, kushukuru kwa kikubwa, na kushukuru kwa kila jambo ambalo linatokea katika maisha yetu. Huenda katika kushukuru Mungu naye akafanya miujiza katika maisha yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe watu wa kushukuru na sio watu wa kulalamika. Pengine katika ubinadamu na udhaifu wetu, pale tunapokuwa tunapata kidogo, pale ambapo matumaini yetu yanafifia, pale ambapo kile ambacho tunakitegemea tukipate tunakikosa, katika hali ya kawaida unakuja hali ya kukata tamaa na kumsahau Mungu na kulalamika. Lakini basi katika hali hiyo hiyo tuwe na imani ya kwamba katika hiko kidogo, kama ile mikate ambayo ilionekana midogo na zile samaki zililisha watu wengi, na hiko ambacho tunaamini ni kidogo, Mungu atafanya miujiza. Mungu atafanya kitu ambapo basi hiko kidogo kitaweza kuwa kikubwa. Nashukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Noel Christopher wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!